FIFA inataka makosa ya kawaida tu haya ambayo unayaona yanatokea na mwanadamu huyu anafanya, sio jambo la lazima. Yani unalazimisha kwa sababu huyu mpaka anatafuta nyumba kufanya ndio dressing room yake, Manase anataka pointi 3. Sasa zimanue, umeelewa? Sio ukimmanua leo akazikosa 3, kesho arudii kwenda kufanya pale. FIFA hawapo hivyo, wasiwadanganye watu Karim Boimanda kwamba eti FIFA wanapiga faini, hawapendi muongo. FIFA wanakata pointi, lakini wanakata kwa sababu zipi? Yes, yeye atuambie kupitia hao FIFA ni nani anafanya upuuzi ule huko duniani ili FIFA wao hawajamlima pointi? Ni nani? Ni huyu tu. Hata FIFA sijui kama wanajua kwa kuna watu hawaingii vyumbani. FIFA wanafahamu kuna watu wanagombea kwenda kwenye vyumba kingine, wanabaki katikati ya uwanja. Watu wote wanaona. Yes, commissioner wa mchezo wanafika kwenye watu wanahama, wanatoka nje ya geti ya watu. Wachie mambo ya ajabu. Mimi nadhani anahujumiwa huyu Karia. Sio, umenielewa? Hivi vitu vinafanywa wazi, anahujumiwa Karia. Kwa nini? Rekodi kubwa zote za TFF zinamzungumza yeye, hakuna mtu mwingine. Yaani rekodi za Karia TFF ukamuondoa ni 1 karne, miaka 100. Huwezi kupita katika rekodi hizo. Sasa anatengenezewa mazingira magumu ya shekhe. Hivi mwamuzi wewe ujui mpira kiasi gani, kiasi cha kwamba anachokifanya Boka yale yote mawili uone kwamba sio penalty? Yaani mgeuze yule anayechezewa ile faulo angekuwa amechezewa mchezaji wa Yanga. Hivi hamweki hayo matuta? Mbona mmekuwa watu wa ajabu katika mipira? Fanyeni basi hata hizo haki. TFF mmekuwa sehemu ya kuhusika kunyima watu. Sisi tutamwambia nani? Wamezungumza sio wana harakati sio ni miayusho tu my bro. Umeelewa? TFF sasa hivi imekuwa ni genge la watu ambalo lina favor maamuzi ambayo hayana maslahi ya mpira wetu. Ni kusema kweli ili siwezi kufumba macho. Eti ili tuendelee kuambia TFF sio boresheni. Makosa ya kimaamuzi yapo duniani kote, hayawi kwa level hizo. Sawa? Ni ajabu ya Mungu, mwaka huu mnalalamikiwa jambo hilo hilo, mwakani linakuja jambo hilo hilo, muda huu linakuja jambo hilo hilo. Nani refari anaenda kuomba msamaha mechi ya Simba na Azam, mtu anashika mbele yake. Umeelewa? Eti refari anafungiwa mechi 6. Ni TFF, mbona kama mmeshindwa? Na bahati mbaya sasa, mimi nadhani anahujumiwa huyu Karia. Sio, umeelewa? Hivi vitu vinafanywa wazi, anahujumiwa Karia. Kwa nini? Rekodi kubwa zote za TFF zinamzungumza yeye, hakuna mtu mwingine. Yaani rekodi za Karia TFF ukamuondoa ni 1 karne, miaka 100. Huwezi kupita katika rekodi hizo. Sasa anatengenezewa mazingira magumu ya shekhe. Hivi mwamuzi wewe ujui mpira kiasi gani, kiasi cha kwamba anachokifanya Boka yale yote mawili uone kwamba sio penalty? Yaani mgeuze yule anayechezewa ile faulo angekuwa amechezewa mchezaji wa Yanga. Hivi hamweki hayo matuta? Mbona mmekuwa watu wa ajabu katika mipira? Fanyeni basi hata hizo haki. Kuna muda tupate bingwa wa haki. Kwa hiyo matatizo yote unayoona haya yanatunzwa na TFF, ndio chanzo na wanafahamu wanachokifanya. Kwa hiyo Karim Boimanda si tumueleze. Umenielewa? FIFA haikatazi mtu kukata pointi. FIFA inataka makosa ya kawaida tu haya ambayo unayaona yanatokea na mwanadamu huyu anafanya, sio jambo la lazima. Yani unalazimisha kwa sababu huyu mpaka anatafuta nyumba kufanya ndio dressing room yake, Manase anataka pointi 3. Sasa zimanue, umeelewa? Sio ukimmanua leo akazikosa 3, kesho arudii kwenda kufanya pale. FIFA hawapo hivyo, wasiwadanganye watu Karim Boimanda kwamba eti FIFA wanapiga faini, hawapendi muongo. FIFA wanakata pointi, lakini wanakata kwa sababu zipi? Yes, yeye atuambie kupitia hao FIFA ni nani anafanya upuuzi ule huko duniani ili FIFA wao hawajamlima pointi? Ni nani? Ni huyu tu. Hata FIFA sijui kama wanajua kwa kuna watu hawaingii vyumbani. FIFA wanafahamu kuna watu wanagombea kwenda kwenye vyumba kingine, wanabaki katikati ya uwanja. Watu wote wanaona. Yes, commissioner wa mchezo wanafika kwenye watu wanahama, wanatoka nje ya geti ya watu. Wachie mambo ya ajabu. Kuna vitu tutasema. Kwanza mimi kama siogopi, sijui atanifungia sijui. Wafanye isipokuwa kwa hili. FIFA wanayao nani TFF wanalao wanaolifanya. Au otherwise kuna mtu amemwandaa kama bingwa. Mimi nikushukuru sana ndugu yangu. Bana, na mimi shukrani sana Abdallah. Goli la Chama tuendelee kulitangaza. Ani zaidi dunia imeshatangaza, si hata tukisema tena tunapata dhambi. Tuache dunia waendelee kupambana. Mimi nimekwambia mwiko umevunjwa wa CNN. Wenzetu sijui watatangaziwa nini. Yeah. Bado naamini bado. Yaani bado hatujaona ule ubora wa Morris. Tumeona udogo wa ubora wa Morris. Yaani mimi nitaendelea kusema. Nilikwambia siku ile uliniuliza swali moja, una kitu gani cha kumshauri Morris? Nikamwambia aendelee kuwa kijana bora, aendelee kumtanguliza Mungu,
swala la mpira Shea Morris hahitaji kushauriwa. Morris anaujua mpira. Na mimi naamini hilo, Morris anaujua mpira. Kilichobaki ni mimi nasubiri tuzo yangu tu ya man of the match kama ahadi yake. Tuzo ya kwanza ya man of the match inaingia kwenye kabati langu. Kwa hiyo itakuja tu. Hiyo inakuja muda wote kuanzia sasa. Kama anaweza akafanya pre-assist kwa muda wote, inawezekana akaonyesha kile alichokuwa nacho. Kwangu ni safari ndefu, haikuwa safari nyepesi kwake. Amepitia changamoto in and out. Baada ile tunaweza kutoka Serengeti Boys mpaka anafika nafasi anaenda Ulaya, tukiamini kwamba hapa ndo njia yake ya mafanikio. Anapata injury, anarudi nyumbani, anakaa nyumbani mwaka mzima. Inawezekana pale ndo sehemu ambayo tunasema hope inawezekana ikapotea. Unajua sisi ni binadamu, sisi tuna moyo, unapitia changamoto nyingi. Inawezekana pale ndio sehemu ya kukata tamaa, ila sehemu ambayo tunaamini ndio sehemu ya kukata tamaa, anainuka. Sio tu kuinuka, anaenda kuinuka katika timu kubwa mbili. Simba na Yanga ni roho au ni nuru katika soka letu la Bongo. Ni sehemu ambayo wameshafanya makubwa. Sio tu kuinuka, anaenda kujitengenezea ufalme wake. Hadi hivi sasa ametengenezea ufalme. Mchezaji ambaye akiingia kiwanjani furaha inakuwa nyingi, shangwe inakuwa nyingi, kila mmoja anaamini katika ubora wake. As a sister, as a friend, ni kitu ambacho nakifurahia kwa sababu nimemshuhudia tangu akiwa under 17 and I know kwamba hichi anachokifanya bado hajafika ule Morris naimjua mimi. Ipo siku tu takuja hapa tunaja kuongea na sasa kweli Morris hakufika. Bado sijamwona le Mr. Assist, mwamba wa kutoa pasi za mwisho katika njia mbalimbali ambazo anazifanya. Kwa I believe wakati alipo aendelee kupambana. Hii isiyo sehemu ya kuboteka.